CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi 8, Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzulu au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF, ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini uongozi wa Club Young Africans umeweka hili kama takwa? Ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana. Na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ya hovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana. Lakini kwa bahati mbaya, waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa, ndugu zanguni. Sasa kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya, kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya, kuna influence yake. Hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hatakuwa amejiuzulu. Hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale the same referees kwenye chombo kile kile, mtu yule yule, na tukapeleka timu. There is no way hilo ikatokea. Na hili nimeisema specific mpate kuielewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi inaripoti kwake. Na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele na Club Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi. Na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea. Wanarudi tu. Yaani wanarudi. Mtu anakosea leo, anapangiwa mechi Jumatano. Jumatano anakosea, anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii uongozi wa Club Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pitch. Hakuna haki inayopatikana kiwanjani. Ligi yetu inavyosemwa ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Fakta ya waamuzi hauwezi kuacha kuitaja. Ili tuweze kumaintain ubora na hadhi na thamani ya ligi yetu, ni lazima tudili na hili tatizo. Na mzizi wake ni mtu anayeshughulika kupokea hizi ripoti, anatakiwa awajibike. Na mtu huyu ni katibu mkuu wa TFF, Wilfred Kidao. Sasa kwenye barua yetu, haya matatu nilowatajia, ndugu zangu waandishi wa habari. La kwanza, kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi. Namba 2, kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi. Namba 3, kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Haya matatu, na kwa barua yetu tumeelekeza haya matatu yakifanyiwa kazi, haya matatu ni matakwa ya muda mfupi, tutakuwa tayari kupeleka timu. Takwa la 4 tulisema ni uhuru na mageuzi ya kimuundo ya bodi ya ligi. Na barua yetu ilikuwa very clear kwamba hili ni jambo tunalotazamia la muda mrefu. Sio kama mnanielewa vizuri. Hii ni jambo la muda mrefu, next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru inayojitegemea, na ndio standard za dunia, kuwa na bodi huru inayojitegemea.
Niwape mfano ndugu zangu waandishi wa habari. Kwenye press conference hiyo press alofanya CEO wa bodi ya ligi leo. Nyie mlikuwa pale. Amezungumza na mnaona namna gani bodi ya ligi haina power. Kazungumza mlikuwa mnasikia. Namna gani amesema kuna chombo cha juu cha kuahirisha mechi. Namna gani amezungumza kuonyesha bodi ya ligi haina decision zake. Sasa sisi hii tulitoa kama